Karibu mtazamaji wa TBC1 hii leo kwenye kipindi cha Mwanazuoni. Kama ilivyo kawaida, huwa tunazungumzia masuala ya utafiti na namna ambavyo analeta tija ama suluhu katika jamii kutokana na changamoto mbalimbali za kijamii, kisiasa, kiuchumi, lakini pia katika mambo yote ambayo utafiti unahusika. Hii leo tunaangazia masuala ya maambukizi ya kichocho kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke. Kwa kifupi wanaita FGS. Tunaangazia hii leo, tutaona kwa mapana sana. Lakini katika kulizungumzia hii sitakuwa peke yangu, nitakuwa na Dr. Kuduishe Kisowile. Yeye ni daktari wa binadamu ambaye pia ni program manager wa mradi wa kichocho unaotekelezwa na shirika la One Health Society. Tukizungumzia hili kwa kina. Karibu sana, twende pamoja. Naitwa Tobias Masalu na hii leo tuko katika swala zima la afya. Karibu sana Dr. Kiduishe, karibu sana kwenye kipindi cha Mwanazuoni. Mambo yanakwenda. Bila shaka mtazamaji leo atapata madini mengi kweli kweli kuhusiana na swala zima la maambukizi ya kichocho kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke, FGS. Bila shaka utatueleza kwa kirefu na kwa kina zaidi kuhusiana na FGS. Karibu sana mtazamaji, twende pamoja hadi mwisho. Tukianza kwa kuangazia swala hili la maambukizi ya kichocho kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke. Ripoti inaonyesha kwamba kwa mwaka 2019 ripoti ama utafiti uliofanywa na UNAIDS unaonesha kwamba takribani wanawake na wasichana 56 milioni duniani kote wanakumbwa katika jangwa la Sahara, sio duniani kote, jangwa la Sahara, wanakumbwa na tatizo la maambukizi ya kichocho kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke, FGS. FGS ni nini? Ama hii ugonjwa wa maambukizi ya kichocho kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke ni nini tunapozungumza hilo daktari? Asante sana. Maambukizi ya kichocho kwenye mfumo wa kizazi wa mwanamke ni kichocho kile cha kawaida ambacho tunakifahamu. Wengi wetu tunafahamu maambukizi ya kichocho kwenye mfumo wa uzazi, kwenye mfumo wa mkojo. Lakini vimelea vya kichocho pia vinaweza kuambukiza upande wa mfumo wa uzazi. Kwa hiyo vile vimelea vya kichocho vinavyofika kwenye mfumo wa uzazi ndio tunaita, kwa kitaalamu tunaita female genital schistosomiasis au kwa kifupi FGS. Maambukizi haya yanatokea pale ambapo mtu tayari mwenye maambukizi ya kichocho akienda akijisaidia karibu na chanzo cha maji au ndani ya chanzo cha maji, vimelea vya kichocho vinaenda kwenye konokono wanaoishi katika chanzo hicho. Ndio maana pia wanaita snail fever. Ndiyo. Yaani homa ya konokono. Ndio maana wanaita pia snail fever au homa ya konokono. Kwa hiyo iwapo tuseme mwanamke anapoenda pale katika chanzo hicho cha maji, akawa anaoga, anaogelea au anafua, vimelea vile vinaweza kuingia katika ngozi yake. Na vikiingia kwenye ngozi yake vinaenda kuzaliana na kutaga mayai. Mayai yale sasa yanaenda kukaa kwenye mfumo wa kizazi. Katika sehemu yoyote ya mfumo wa kizazi. Inaweza ikakaa ndani ya mfuko wa kizazi, shingo ya kizazi au hata katika sehemu za siri. Na utafiti unaonyesha kwa mujibu wa UNAIDS ni kwamba nchi za kusini mwa jangwa la Sahara ndo wanaathirika zaidi, wanawake na watoto, na inakadiriwa watu milioni 56. Hawa ni kundi moja tu la wanawake na watoto wa kike, yani wasichana, ndo wanakumbana na hii changamoto. Kwa nini hili kundi pekee na sio wanaume au watu wengine kama wazee na vijana? Asante. Kwa kiuhalisia, maambukizi ya kichocho kwenye mfumo wa kizazi huwagusa wote, wanaume na wanawake. Lakini naomba ni mkoti Mheshimiwa Rais katika makala aliyoandika mwaka 2022 kwenye Project Syndicate, aliandika kwamba magonjwa haya yaliyokuwa hayapewi kipaumbele, ambapo kichocho ni mojawapo, yanawagusa zaidi wanawake na wasichana kulingana na nature ya kazi wanazozifanya. Hawa ndio wachota maji mara nyingi, hawa ndio wanaenda kufua katika haya mabwawa ambayo yanakuwa tayari yana hivi vimelea. Ndio maana tunakuta kwamba maambukizi ya kichocho kwenye mfumo wa kizazi yanawagusa zaidi wanawake na wasichana kuliko wanaume, kulingana na nature ya kazi zetu zile tunazozifanya kila siku, tunakutana na maji sana. Unawezaje kutambua sasa huyu mtu amefikia hatua ya kwamba hiki kichocho cha maambukizi ya kichocho kwenye mfumo wa uzazi umeanza kuleta matokeo? Yaani tunatambua dalili ni zipi za kuonesha kwamba huyu sasa amefikia katika hiyo hali? Asante. Mwanamke au msichana mwenye maambukizi ya kichocho kwenye mfumo wa kizazi
anakuwa na dalili kama vile kutokwa na uchafu katika sehemu za siri, anapata maumivu ya nyonga, anapata maumivu wakati wa kujamiiana, lakini pia anaweza akawa anapata pia zile dalili za kichocho zinazofahamika kama kutokwa na damu, kutokwa na kuwa mkojo wake kuwa na damu pia. Sasa dalili hizi kwa bahati mbaya zinafanana sana na dalili za magonjwa ya ngono. Kwa hiyo mara nyingi wanawake wengi na wasichana wengi wanapopata dalili hizi hutoka na kwenda kupata dawa za kutibu magonjwa ya ngono bila kufahamu kwamba wanaumwa kichocho ambacho kinatibika. Na tumeona kwa utafiti ambao ulifanyika katika mkoa wa Geita mwaka 2020 kwamba watu hawana taarifa nyingi kuhusiana na hili jambo. Kwa hiyo hata anapopata hii changamoto anahisi au anadhani ni kichocho cha kawaida, kwa anaenda kuchukua dawa kwa ajili ya kujitibia. Lakini pia tumeona wataalamu wa afya nao pia wako kwenye kundi ambao uelewa wao juu ya hii changamoto ni mdogo. Sasa kwa namna ilivyo, watu ambao ni wataalamu nao imeonyesha utafiti kwamba uelewa wao ni mdogo. Wana jamii ambao ndio waathirika nao uelewa wao ni mdogo. Kwa nini inakuwa ni hivyo? Kwa sababu kwa kiasi kikubwa mafunzo ya wataalamu wa afya yamekuwa yakigusia zaidi kichocho cha mfumo wa mkojo, lakini pia kichocho cha mfumo wa utumbo. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunafanya juhudi sisi kama shirika la One Health Society, tunashirikiana na Wizara ya Afya kupitia kitengo cha magonjwa yaliyokuwa hayapewi kipaumbele pamoja na TAMISEMI kuhakikisha kwamba watumishi wa afya wanafahamu kuhusu maambukizi haya ya kichocho kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke. Katika juhudi ambazo tumezifanya mpaka sasa hivi zikiongozwa na Wizara ya Afya, mojawapo ni kuhakikisha kwamba katika toleo lijalo la mwongozo wa matibabu maarufu kama Standard Treatment Guidelines, tunagusia maalum kabisa swala la maambukizi ya kichocho katika mfumo wa uzazi kwa wanawake na kwa wanaume. FGS. Ndio. Na athari zake kwa watu ambao wanapata hii changamoto ya ugonjwa huu wa maambukizi ya kichocho kwenye mfumo wa uzazi kwanza ni miongoni mwa magonjwa ambayo yalikuwa hayapewi kipaumbele. Na kwa sababu yalikuwa hayapewi kipaumbele, basi hata wakati mwingine ufahamu wake ni mdogo kwa jamii, si ndio? Tunatambua vipi sasa huyu ameathirika na ugonjwa huu ambao kwa takwimu inaonyesha kwamba watu milioni 56 na hawa ni wasichana na wanawake peke yake ndio wameathirika katika ukanda wa jangwa la Sahara. Asante. Kwa hiyo madhara ya maambukizi haya ni makubwa sana, hasa katika mfumo wa kizazi na upande pia wa ujauzito. Katika madhara mojawapo ni kwamba mwanamke mwenye maambukizi haya anaweza kupata mimba inatunga nje ya mfuko wa kizazi, lakini pia anaweza akawa mimba zinatoka mara kwa mara, lakini pia anapata maumivu ya nyonga ya muda mrefu, lakini pia imeonekana kwamba maambukizi haya yanapokaa kwa muda mrefu yanapelekea kupata ugumba. Lakini kwa namna nyingine ambayo ni hatari zaidi, mayai haya yanapoenda kukaa katika mfumo wa uzazi yanatengeneza kama mchubuko au vijidonda vidogo vidogo fulani ambavyo vinamweka katika hatari zaidi ya mwanamke kupata maambukizi ya vimelea vingine. Tafiti zinaonyesha kwamba mwanamke anayeishi na maambukizi ya kichocho katika mfumo wa kizazi FGS yupo katika hatari mara 3 zaidi kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi na yupo katika hatari mara 2 zaidi kupata maambukizi ya virusi vya HPV vinavyosababisha saratani ya mlango wa kizazi. Dr. Kuduishe, kwa namna mnavyozunguka katika jamii, mnavyozungumza na wataalamu wa afya na wananchi kwa ujumla wake, makundi, ni nini imani yao juu ya hili jambo? Ninyi mnapoona kwamba hili ni janga ambalo lipo, lakini wao wanaamini nini? Imani za wananchi wengi ni ile kuamini, kwa sababu kwanza wanaamini kwamba maambukizi haya yanasambazwa kwa njia ya kujamiiana. Kwa hiyo inaleta changamoto pia. Kwa hiyo kitu cha kwanza ambacho tunakifanya ni kuwafahamisha kwamba maambukizi haya hayawezi kusambazwa kwa njia ya kujamiiana kutoka kwa mwanamke au mwanaume au vinginevyo. Ili mtu kupata maambukizi ya kichocho katika mfumo wa kizazi, lazima ayatoe katika chanzo cha maji chenye vimelea vya kichocho. Lakini pia tunafurahi kwamba tumepata mwitikio mzuri kutoka kwa jamii.
wanafahamu, wanaelewa kile tunachoelekeza. Lakini pia kitu kizuri ni kwamba dawa za kichocho zile ambazo tunatumia kama kingatiba na kama matibabu maarufu kama praziquantel ndio dawa inayotumika katika kutibu maambukizi haya, na ni dawa ambayo inaweza kupatikana. Kwa hiyo tunaamini kabisa juhudi hizi tunavyoendelea kuzifanya tutaenda kuweza kutokomeza maambukizi haya. Na katika hali kama hii dokta, yanapotokea mambo kama haya kunakuwa na mambo mengi, imani za kishirikina pia. Wakati mwingine mtu akikosa labda mtoto, mimba ikiharibika, imani zimekuwa ni nyingi sana. Lakini kama ulivyosema kwamba watu wanaamini kwamba ugonjwa huu njia pekee ambayo inasababisha ni kupitia tendo la ndoa, lakini kumbe sio, na ndio maana tunaona kwamba athari ni kubwa zaidi kwa wanawake na watoto wa kike, yani wasichana, na njia kuu ambayo umeisema inaambukiza ni kupitia vimelea. Na ugonjwa huu kwa mujibu wa utafiti ni ugonjwa wa pili kwa maambukizi ya vimelea ukitanguliwa na malaria duniani, lakini kwa upande wa Afrika ni wa pili bado. Katika haya mambo ambayo tunayaona, jamii inaweza ikaepuka vipi ama ikatambua vipi katika hiki chanzo cha maji hakifai kwa ajili ya matumizi? Kwa sababu ndio jamii ya kila siku inatumia maji, wanyama, mifugo wote wanakutana sehemu moja. Jamii inatambua vipi kwamba haya maji ni masafi kwa matumizi ama la? Kutambua jamii kama jamii ni ngumu kidogo. Tunachokifanya mara nyingi ni kuwahimiza jamii kwanza kuto kujisaidia karibu na vyanzo vya maji au ndani ya vyanzo vya maji, kwa sababu hiyo ndio inaendeleza ule mzunguko wa maambukizi. Lakini juhudi nyingine ambazo zinafanyika kupitia serikali ni kuongeza miradi ya maji safi na salama. Hivyo basi watu wanakuwa hawatumii yale maji ambayo yametuama mara nyingi kama mabwawa, maziwa, ni rahisi vile vimelea kuendelea kuzunguka. Lakini hatua kubwa ni kuhakikisha utumiaji safi na salama, utumiaji wa maji safi na salama, lakini matumizi sahihi ya vyoo, kwa sababu ni kwa mtu kujisaidia katika chanzo cha maji ndio kunaendeleza ule mtiririko wa maambukizi. Mtazamaji, niko na Dr. Kuduishe Kisowile, yeye ni daktari wa binadamu ambaye pia ni meneja mradi wa mradi wa kichocho unaotekelezwa na shirika la One Health Society kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, lakini pia ikiwemo Wizara ya Afya. Tunazungumzia ugonjwa wa maambukizi ya kichocho kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke, yani FGS, na ameeleza mengi kuhusiana na hilo jambo. Mtazamaji, moja ya dhana ambayo ipo katika jamii ni kwamba kichocho kinaonekana kuwagusa wanaume tu, na wanaume ndio wanaosemekana au wanaotajwa kuugua swala zima la kichocho. Lakini kwako Dr. Kuduishe, na umezungumza kwamba kichocho hiki ni kwa ajili ya wanawake, na takwimu zinaonyesha kwamba watu milioni wanawake na watoto wa kike hawa mabinti 56 katika jangwa la Sahara wanakumbwa na ugonjwa huu wa maambukizi ya kichocho kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke, lakini jamii kwa kiasi kikubwa inaamini mwenye kichocho ni mwanaume. Hili likoje? Kwa kiasi kikubwa kichocho ambacho kina athiri mfumo wa mkojo, wahanga wengi wanaofika au kufahamika ni wahanga ambao wanakuwa ni wanaume, ambao madhara ya kichocho kinachoathiri mfumo wa mkojo ni kupelekea mpaka saratani ya kibofu cha mkojo. Mara nyingi tunaona wanaume ndio wanapata. Lakini sasa maambukizi ya kichocho katika mfumo wa uzazi hugusa wote, wanaume na wanawake. Lakini wanawake wameonyesha kuwa na athari kubwa zaidi. Ndio maana ni kitu ambacho tunakitolea elimu sana. Wanaume pia wanapata, lakini athari yao sio kubwa kama wanawake, au idadi pia inaonyesha kwamba wanawake wengi wanapata zaidi. Kwa hiyo uhalisia, hata kichocho cha mfumo wa mkojo wote wanawake na wanaume wanapata. Kwa hiyo dhana ya kwamba wanaume tu ndio wenye kichocho haipo. Imefutwa maana yake rasmi. Imefutwa rasmi. Wanawake na wanaume wote wanaweza kupata kichocho cha aina zote, iwe ni mfumo wa utumbo, mfumo wa mkojo au mfumo wa kizazi. Dokta, unafanya kazi kwa ushirikiano na taasisi binafsi lakini pia na serikali kupitia Wizara ya Afya. Serikali inatambua kuhusiana na hili moja kwa moja na imetamka kwenye sera zake kwamba hili ni janga katika hasa kwa wanawake na watoto, ama bado kunahitajika nguvu zaidi? Serikali imefanya juhudi mbalimbali za kutambua maambukizi haya,
na katika kimoja ambacho nimekitaja ni kwamba juhudi zinazoendelea kwamba mwongozo ambao unafanyiwa review sasa hivi wa matibabu ujumuishe kwa kutaja kabisa kwamba kuna maambukizi ya kichocho katika mfumo wa uzazi wa mwanamke na mwanaume, ili kuwezesha watoa huduma wetu kuweza kufahamu na kutibu. Lakini katika kitu kingine tumeona kwamba kumekuwa na ukuaji pia wa uwekezaji katika magonjwa haya sio yaliyokuwa hayapewi kipaumbele, ikiwemo kichocho ambayo inakuwa katika kundi hili. Kutoka mwaka 2021 mpaka mwaka 2024, serikali iliongeza bajeti ya magonjwa haya kutoka bilioni 1.8 mpaka bilioni 16.9. Hii ni karibia mara 10 ya bajeti. Kwa hiyo mpaka hapo tunaona ni kwa namna gani tumewekeza katika magonjwa haya na tumeona majibu. Kutokana na taarifa za Wizara ya Afya, mahitaji ya ile kingatiba ya magonjwa haya ikiwemo kichocho yanaendelea kupungua kutoka kuwa na wilaya nyingi ambazo zinategemea kupatiwa kingatiba na zinazidi kupungua. Lakini pia katika bajeti iliyosomwa mwaka jana kulikuwa na ujumuishaji wa magonjwa haya katika mpango mkakati wa afya. Yaani magonjwa ambayo hayasiyopewa kipaumbele. Yes, magonjwa yaliyokuwa hayapewi kipaumbele yanajumuishwa kama priority, kama kipaumbele katika ile mpango mkakati wa afya mwaka 2025-26 inayotuambia kwamba tunaendelea kuweka commitment kama nchi, lakini hatujaanza juzi kufanya hii commitment. Mwaka 2022 kulikuwa na azimio la Kigali la kutokomeza magonjwa haya ifikapo mwaka 2030, na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan alikuwa ni kati ya wakuu wa nchi wa kwanza kusaini commitment hii na kusimama na kuwahamasisha wakuu wengine wa nchi kusaini commitment hii ambayo inatufanya sisi Tanzania kama kinara wa kutokomeza magonjwa haya ikiwemo kichocho. Umemtaja Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunafahamu alipewa tuzo kuhusiana na masuala ya afya hapa nchini. Na kwa namna hiyo unadhani kauli yake ambayo akitoa mwenyewe inaweza ikasukuma zaidi mbele jitihada hizi za kuhakikisha kwamba magonjwa kama haya yanapewa kipaumbele pamoja na jitihada ambazo umezitaja hapa? Unaamini kwamba kwa kuyatamka na kuyazungumza kwamba jamani haya nayo yapo, inaweza inikawa chachu pia kwa wadau mbalimbali, sekta binafsi, watu, mashirika moja na mtu moja kuongeza nguvu kwa kutambua kumbe hili jambo lipo na linatakiwa lipewe kipaumbele? Inawezekana ikawa hivyo? Ndio, naamini kabisa iwapo rais atatoa kauli yake kutambua maambukizi haya ya kichocho katika mfumo wa uzazi wa mwanamke, yeye kama kinara wa afya ya uzazi wa mwanamke, naamini kabisa itabadilisha matokeo ya juhudi hizi, na tutakuwa ni nchi ya kwanza duniani kwa mkuu wa nchi kutambua maambukizi haya, kwa sababu tunafahamu kuna nchi nyingine za Afrika zimefanya juhudi mbalimbali za kisera na sisi tumeshaanza juhudi zetu za kisera, lakini commitment ya mkuu wa nchi ni kitu kikubwa sana katika kuhamasisha wadau na sekta binafsi kusapoti utokomezaji wa maambukizi haya ya kichocho katika mfumo wa kizazi wa mwanamke. Dr. Kuduishe, kwa upande wa magonjwa haya ambayo tunazungumzia maambukizi ya kichocho kwenye mfumo wa uzazi, ikitokea mgonjwa akashindwa kupewa huduma au kutibiwa kwa wakati, madhara yake ya muda mfupi ni yapi? Kwa sababu mtu huyu anakuwa anaonekana kama vile yeye ana maambukizi ya magonjwa ya ngono. Kwa hiyo inaweza ikasababisha changamoto kama ni mtu ambaye yupo katika mahusiano, lakini pata picha ni binti yako, yuko darasa la 4 la 5, anakuja na dalili ambazo zinaonekana ni za magonjwa ya ngono. Kitu cha kwanza unafikiria nini? Kwa hiyo changamoto sio tu za kimwili, lakini pia ni kijamii, inaleta changamoto. Ndio maana tunataka kutoa sana hii elimu ili watu wafahamu kwamba kumbe hiki kitu napata tu kwa kugusa yale maji yenye vimelea, na kumbe hiki kitu naweza nikatibiwa nisipate madhara ya muda mrefu. Kumbe kuna mambo ya unyanyapaa pia yapo, dokta? Ndio, yapo sana, kwa sababu mara nyingi ukienda na hizi dalili watu wanaona huyu atakuwa na magonjwa ya ngono. Sasa tuseme wewe ni mke wa mtu
au upo kwenye mahusiano, unaendaje nyumbani unamweleza mwenzi wako kwamba na changamoto hii na changamoto hii, lakini niamini mimi sio ugonjwa la ngono? Ni ngumu sana mtu kukuelewa. Kwa hiyo inakuwa changamoto kweli kweli. Inakuwa ni changamoto. Inaleta tafrani ndani ya ndoa, lakini pia inaleta taharuki. Hata kwa wazazi kama ulivyosema, watoto pia nao, mtoto anakuja anamwambia baba, nina changamoto hii, inakuwa mtihani kweli kweli. Inakuwa mtihani. Kitu cha kwanza, mzazi anaweza kafikiria kwamba mtoto anafanyiwa ukatili wa kijinsia, au anaweza kafikiria tu kwanza watoto wameanza kushiriki katika tendo la ndoa wakiwa wadogo. Kumbe maskini kaliogelea kakapata maambukizi na anaweza akatibiwa kabisa akarudi kwenye hali ya kawaida. Mmekutana na kesi kama hizo Dr. Kuduisha katika kupita kwenye jamii ambayo mnaihudumia? So far tumekutana na kesi mbalimbali, pia kupitia machapisho ya watafiti ambao wameanza kufanya hizi tafiti kuanzia miaka ya 2019 kuendelea. Nadhani watafiti wa kupitia chuo cha Bugando kiongozwa na Dr. Humphrey Mazigo wamefanya tafiti hizi kuona kwamba kwa jinsi gani ukubwa wa tatizo upo, na matokeo ya tafiti hizi yanaonyesha kwamba wanakutana sana na visa hivi. Mtazamaji wa TBC1, tunaelekea ukingoni. Tunazungumzia maambukizi ya kichocho kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke, FGS, na niko na Dr. Kuduisha Kisowile. Yeye ni daktari wa binadamu ambaye pia ni meneja wa mipango wa mradi wa kichocho unaotekelezwa na shirika la One Health Society, tukizungumzia hilo jambo la FGS, maambukizi ya kichocho kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke. Dr. tukiwa tunaelekea ukingoni, jamii, serikali, viongozi, lakini pia na wadau mbalimbali wa sekta binafsi na za umma wafanye nini ili kuhakikisha kwamba sasa hili jambo linakwenda kuwa historia na binadamu anakuwa huru, ili tusipate wamama ambao wana changamoto za kansa, wana ugumba kutokana na maambukizi ya kichocho kwenye mfumo wa uzazi, lakini pia kuondokana na imani kama ulivyosema kwamba wakibainika mwanamke ndani ya ndoa ana changamoto hiyo, basi mume tu anahisi wewe umeanza kuchepuka, wanasema hivyo. Kwa hiyo ndio unaletea haya mabalaa, inakuwa ni shida. Hata pia jamii nayo inakuwa inamwangalia kwa jicho baya kwamba unachepuka mpaka unapata magonjwa, manake wewe sio mstaarabu. Lakini pia familia, watoto, mtoto wa kike anatoka anarudi nyumbani anaonekana dalili zile, watu wanajua tayari huyu ameanza mambo yasiyofaa. Ifanye nini au ichukue hatua gani kuhakikisha kwamba haya mambo tunayakomesha na tuwe na jamii yenye usawa na jamii jumuishi katika swala zima la afya? Asante sana. Jamii, wadau pamoja na serikali ni jambo la kushirikiana katika kutoa elimu, lakini pia katika kuboresha sera zinazotambua magonjwa haya. Ndio maana kwa namna ya kipekee tunaendelea kutoa huduma au elimu katika ngazi zote. Mara nyingi tunatoa elimu katika ngazi ya jamii, lakini kuna wale ambao wanaunganisha jamii na vituo vya afya ambao ni wahudumu wa afya ngazi ya jamii. Lakini pia tunawagusia pia wahudumu wa afya wenyewe ili kuongeza uelewa wao na uwezo wao wa kutambua na kutibu magonjwa haya au maambukizi haya ya FGS. Lakini hatuishii hapo. Tunaomba ushirikiano wa jamii, wadau mbalimbali kushirikiana nasi shirika la One Health Society katika kuwezesha upataji wa sera ili zisapoti hizi juhudi za kufahamisha jamii na matibabu. Zisiwe juhudi ambazo hazina mwongozo manake. Ndio. Kuna sera, lakini pia budget zitengwe moja kwa moja. Ndicho ninachomaanisha. Tuwe na budget ambayo inatengwa kwa ajili ya maambukizi haya, kwa sababu tunaona kwamba mwisho wa siku inagusia afya ya uzazi wa mwanamke ambayo ni kama kitovu cha maendeleo ya nchi yetu. Lakini tuseme wito wetu mkubwa ni kujumuisha huduma za maambukizi ya uzazi ya kichocho katika uzazi wa mwanamke katika huduma za afya ya uzazi. Kwa hiyo tunahitaji sana kushirikiana na wadau wa afya ya uzazi ili zile huduma za uzazi, kliniki za uzazi ziweze kutambua magonjwa haya na watu wanatibiwa, wanatolewa elimu kule, lakini pia wanawezeshwa kufanyiwa ile uchunguzi katika kliniki za afya ya uzazi. Shukrani sana Dr. Kuduisha Kisowile. Huyu ni daktari wa binadamu ambaye pia ni manager wa mradi au wa mipango wa mradi wa kichocho
unaotekelezwa na shirika la One Health Society. Leo tumeangazia swala zima la maambukizi ya kichocho kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke, na kwa mujibu wa takwimu za shirika la UNAIDS mwaka 2019 ni watu milioni 56 wana changamoto hii katika nchi za ukanda wa kusini mwa jangwa la Sahara. Lakini pia kwa utafiti ambao ulifanywa katika mkoa wa Geita, wilaya ya Mbongwe, ni watu wanauelewa mdogo sana. Kwa mujibu wa huu utafiti na majibu yake ni kwamba watu wanauelewa mdogo kuhusiana na huu ugonjwa, jambo ambalo ndilo linasababisha mambo kuwa mengi na magumu zaidi, kwa sababu uelewa wa watu ni mdogo. Lakini pia ugonjwa huu ambao ni FGS ama snail fever ama ni wanasema homa ya konokono, ndio. Lakini pia bilharzia yani yote ni majina ya hii changamoto, lakini zaidi kwa kitaalamu kabisa inaitwa FGS, na Dr. Kuduisha ameielezea kwa kina sana kuhusiana na hiyo FGS. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao unawakumba wanawake, ingawa unatajwa kuwa ni ugonjwa wa kichocho, lakini wenye athari kubwa zaidi kuliko kichocho cha kawaida. Na kama alivyosema, wakati mwingine kwenye jamii, familia, baba na mama nyumbani akiona mwenzake ana changamoto hii, basi anamhukumu moja kwa moja kwamba ameshindwa kuwa mwaminifu katika ndoa. Lakini kama ni mtoto, anaonekana sio mwaminifu katika umri wake huo, ameanza kufanya mambo ambayo sio kwa mujibu wa jamii na taratibu zetu za kila siku. Shukrani sana Dr. Kuduishe kwa kuwa pamoja nami katika kipindi hii leo. Asante sana. Karibu sana. Na shukrani sana wewe mtazamaji wa TBC1 kwa kuwa pamoja nami katika kipindi hiki cha Mwanazuoni. Hii leo tumeangazia maambukizi ya kichocho kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke, FGS, nikiwa na Dr. Kuduishe Kisowile. Yeye ni daktari wa binadamu. Nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa TBC1. Naitwa Tobias Masalu. Bye bye.